Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Ikulu Dr. Saada Mkuya Salum amesema serikali itaendelea kufanya kazi na wakandarasi wenye sifa zinazostahiki katika miradi ya maendeleo ili iweze kuleta tija na kukuza maendeleo ya nchi. Kwa taarifa hiyo tuungane na Shamur Amur. Kwa hiyo leo hivi mimi binafsi nimekuja kwa ajili ya kujitambulisha jamani. Lakini naona tena tuchomekee na maagizo humo maana kujitambulisha tutatambuana humo. Si ndio? Kwenye kazi tutatambuana. Akizungumza katika ziara yake hiyo ya kujitambulisha katika taasisi ya nyaraka, Mheshimiwa Saada amesema taasisi hiyo ni nguzo muhimu katika kuhifadhi historia, kumbukumbu na taarifa za taifa kwa ajili ya kizazi cha sasa na kijacho. Amesisitiza umuhimu wa taasisi hiyo kuwa chini ya wizara yake kutokana na majukumu yake nyeti kwa nchi na kuahidi kushughulikia changamoto ya ufinyu wa eneo la kuhifadhi kumbukumbu na kuhakikisha mradi wa ujenzi wa jengo jipya unakamilika ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Na sisi sote kila mmoja kwa nafasi yake ni lazima ajue profession yake hii ina thamani kubwa. Taasisi hii, na ndio maana kuna umuhimu wa taasisi hii iweko chini ya Ofisi ya Rais Ikulu kwa kutunza kumbukumbu za nchi. Kwa kutunza kumbukumbu za nchi. Kumbukumbu ina thamani kubwa kwa maendeleo ya uchumi, maendeleo ya jamii, maendeleo ya utamaduni, maendeleo ya siasa pamoja na maendeleo ya kwa ujumla yake watu wote. Kwa hiyo hii taasisi yetu ina thamani, uhakikishe kwamba tunaitunza kwa kufanya kazi kwa weledi, kwa mashirikiano. Aidha ameeleza kutoridhishwa na kasi ya mkandarasi anayetekeleza ujenzi huo kutokana na kuchelewesha mradi kinyume na makubaliano ya awali. Kwanza tuhakikishe tunamsimamia mkandarasi, tunakabidhiwa jengo letu by December. Leo tunachozungumza ni 25th of November. December tunataka jengo lile tukabidhiwe. Mkurugenzi, nataka tuanze mchakato wa ununuzi wa vifaa. Watakapokuwa sasa tuko tayari kuhamia, tunahamia kila kitu kikiwa tayari. Akizungumza kuhusiana na rasilimali watu, Waziri Saada ameitaka taasisi hiyo kuhakikisha inaajiri watumishi wenye sifa na utaalamu wa kazi za uhifadhi wa nyaraka ili kuongeza ufanisi. Au mtu anakwenda kuajiriwa store, anapita wapi mpaka yeye anakuwa qualified kuwa anaajiriwa store? Mfano. Au ndo vile tu, wewe mwajiri hata store. Ndo vile. Haiwezekani. Hakuna kuajiri mtu bila ya kuonesha certification kutoka taasisi yetu hii. Manake tumeona kwamba jambo la mtu kumweka ni store, lakini kumbe kuna umuhimu katika maendeleo ya nchi. Awali mkurugenzi wa taasisi ya nyaraka na kumbukumbu, Khatibu Suleiman Hatibu, ametaja baadhi ya changamoto zinazoikabili taasisi hiyo ikiwemo vifaa, rasilimali watu pamoja na eneo dogo la kuhifadhi nyaraka. Kuziendeleza na nyingine ni changamoto mtambuka. Kwa mfano upatikanaji wa fedha za ofisi, kila mtu anajua changamoto hiyo haina haja. Jambo jingine ni kwamba watumishi wenzetu wa taasisi nyingine hawajui umuhimu wa kumbukumbu, kwa hiyo wanazichoma, wanaweza kuzitupa bila. Na hiyo tunaendelea na kuwapa elimu ili kuhakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri. Mheshimiwa Waziri, changamoto nyingine ndogo ambazo zinatukabili na ukosefu wa eneo la kukaa ambayo tayari jengo tayari ikimalizika, nadhani hizi changamoto zitaondoka. Na changamoto nyingine ndogo ambazo nadhani kila siku zikienda tunazitatua kadri hali inavyotuwezesha. Katika ziara hiyo, Mheshimiwa Saada amekagua jengo la taasisi hiyo na kuahidi kufuatilia kwa karibu utekelezaji wa mradi huo muhimu. Nikiripoti Shamur Amur, Sunet TV.